ambayo kwa lugha ya Kiingereza tunasema no reforms no election. Sasa nimekuja kwenu Babati vile vile. Ningependa kusikia sauti za wanababati. Wangapi naunga mkono kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reforms no election? Vidole viwili juu. Vidole viwili juu kule kama unaunga mkono no reforms no election. Lakini hivi vidole havitoshi peke yake. Tunataka sauti ya wanababati isikike na watawala, isikike na Rais Samia, isikike na mamlaka za kiserikali. Babati mkisema no reforms no elections, vidole viwili juu. Ikisema no reforms, nasema no election. No reforms, no reforms. Wapiga picha kura ya wananchi, kura ya wazi. No reforms, no reforms, no reforms. Asanteni sana. Hilo la kwanza. Shukrani sana. La pili linaendana na hilo. Na leo tutageuza huu uwanja huu hapa Olympic hapa kuwa bunge la wananchi. Najua mkutano huu ulikuwa ufanyike barabarani kule maeneo ya katikati, uwanja wa Papa. Ndio mkutano ulikuwa ufanyike huko, si ndio? Wakaweka figisu eti wakawaambia viongozi wetu kwamba haiwezekani kufanya mkutano uwanja wa Papa kwa sababu kuna shughuli ya upimaji macho. Wakati tunaingia hapa Babati, nilipopita pale pembeni ya uwanja nikaona kuna mahema, alafu tukaangalia hivi, hakuna watu wanaopima macho. Kwa hiyo ilikuwa ni uongo mtupu kwa ajili ya kutuleta uwanja wa pembeni. Walidhani kwamba wananchi hamtafika, lakini mmefika. Asanteni sana kuja kwenye dimba hili la Olympic. Sasa nchi ina chombo kinachoitwa bunge ambacho pamoja na ubovu wa katiba ya Tanzania, ibara ya 63 ya katiba inasema bunge ndio chombo kikuu chenye mamlaka kwa niaba ya wananchi kuishauri na kuisimamia serikali. Hiyo ndio ilipaswa kuwa kazi ya bunge. Chombo chenye mamlaka ya juu zaidi kwa niaba ya wananchi kuishauri na kuisimamia serikali. Sisi wengine tumepata bahati ya kuwa bungeni. Mimi nimekuwa bungeni miaka 10, nilikuwa mbunge wa Ubungo, baadaye ikagawanywa, ikaenda kipande cha Kibamba pale Dar es Salaam. Nimekuwa bungeni. Na wakati wabunge wa Chadema tuko bungeni, bunge lilikuwa bunge kweli kweli. Yaani kuna wakati ambapo ilikuwa watu wanaacha shughuli kama mechi ya Simba na Yanga wanatazama bunge. Lissu anasema nini, Jika anasema nini, Jika anasema nini. Bunge ilikuwa bunge kweli kweli. Lakini sasa hatuna bunge. Ndio maana tuhuma kubwa za ufisadi zinatolewa kwamba katibu wa rais anatoa vimemo kutoa pesa hazina bilioni 15. Bilioni 15 ni milioni 15,000. Milioni 15,000 ni sawa na kuwapa milioni moja wananchi 15,000 wa Babati. Tuhuma hiyo inatolewa, hakuna chochote kinachojadiliwa bungeni kuhusu hiyo tuhuma. Alafu tuhuma nyingine inatolewa kwamba jeshini kuna tuhuma ya matumizi yasiyokuwa sahihi ya dola milioni 26. Dola milioni 26 ni bilioni takriban 52, ni sawa na milioni 52,000, ni sawa na kuwapa mitaji milioni moja wananchi 52,000 wa Babati. Tuhuma inatoka namna hiyo. Tuhuma inatoka kwamba mkuu wa mkoa mmoja katika kipindi kifupi cha mwezi mmoja amejilimbikizia viwanja vyenye thamani ya bilioni 1. Mshahara wa mkuu wa mkoa unajulikana. Bunge alijadili. Bunge hili limepoteza uhalali kabisa. Sasa kwa sababu bunge hili limepoteza uhalali na limebakiza muda mfupi na kwenda kulivunja tarehe 27 Juni, si ndio? Tuachane na hilo bunge lililopoteza uhalali. Sisi tuwe bunge la wananchi hapa tu. Tuzungumze masuala ya wananchi na tupige kura
sisi kama wananchi tunasema nini. Na nitaomba nijiteue kuwa spika wa hilo bunge hili, bunge letu la Olimpiki. Sasa hoja ya kwanza ambayo nataka tuipigie kura hapa Babati ni kwamba sisi tumewaambia na nyinyi mmekubali kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Mabadiliko ya katiba, sheria, kanuni kuwezesha uchaguzi huru na haki, si ndio? Sasa wao wanasema kwamba muda hautoshi kutoka mwezi Mei mpaka mwezi Oktoba kufanya hayo mabadiliko ya kikatiba na kisheria. Sisi tumewaambia kama mnatoa kisingizio cha muda, sisi tuko tayari hata uchaguzi uahirishwe mpaka kwanza hayo mabadiliko yafanyike. Sasa ndugu zangu wa Babati, ni wahoji mfanye uamuzi. Wangapi mnaungana na hoja kwamba mko tayari uchaguzi uahirishwe? Sawa sawa. Kunja ngumi kama unaamini hivyo. Kunja ngumi. Hii pause. Sasa hii hoja mmeiunga mkono kwa kunyosha ngumi hewani. Hii kule bungeni wanapiga kura ndio na sio kule bungeni. Lakini sasa bunge letu hili sio ndio na sio. Hoja yetu hapa ni kwamba tuko tayari uchaguzi uahirishwe, si ndio? Sasa tuseme kwa sauti kwa pamoja, tuko tayari uchaguzi uahirishwe. Wote mnaamini, kunja ngumi. Kunja ngumi kule kamanda, kunja ngumi. Nataka watawala wasikie kura ya Olimpiki. Tuko tayari uchaguzi uahirishwe. 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 Asanteni sana. Wapiga picha wa video. Naamini mmechukua sauti hizo za watu. Kwa sababu sauti ya watu ni sauti ya Mungu, si ndio? Ndugu zangu, hoja nyingine ambayo nataka tuipigie kura kwenye bunge hili. Baada ya Chadema sisi kusema msimamo kwamba no reforms, no election. Tukaweka msimamo pale. Tulipoweka msimamo ule, watawala hawa chini ya Rais Samia na tume ya uchaguzi isiyokuwa huru, isiyokuwa na maadili, wakaita kikao cha vyama Dodoma, kwamba vyama viende vikasaini maadili ya uchaguzi, kwamba vitashiriki uchaguzi na maadili haya mabovu, kanuni hizi mbovu. Vyama vikaitwa, waliopaswa kwenda kusaini walikuwa ni makatibu wakuu wa vyama. Wakati wa msajili alikuwa hajatoa taarifa hii kwa umma, aliyosema hataki niitwe tena katibu mkuu wa Chadema. Alikuwa hajatoa hiyo taarifa wakati huo. Sasa natakiwa kusaini ni katibu mkuu. Mimi nikakumbuka matatizo yaliyowapata wananchi. Uchaguzi wa 2019 wagombea kuenguliwa. Uchaguzi wa 2020 mawakala kuondolewa vituoni, polisi kushirikiana na wasimamizi dhalimu kuingiza kura zisizo halali kwenye masunduku. Nikakumbuka madhila yaliyowakumba wananchi kwenye uchaguzi wa vijiji na vitongoji Novemba 2024, na nikakumbuka msimamo wa chama wa no reforms, no election. Nikaamua nisiende Dodoma kusaini hayo maadili ya mabovu ya uchaguzi yaliyoandaliwa na tume isiyokuwa na maadili. Sasa wakufanya vile, watawala wamekuwa na hasira kweli kweli, kwamba wameamua kupitia msajili wajaribu kumuondoa katibu mkuu wa Chadema. Sasa wanataka pengine waweke katibu mkuu wao wanaomtaka wao. Hilo sitalizungumza sana, taligusia kidogo tu. Lakini nataka kusema nini ninahitaji kura yenu. Kwanza, kuna ambao wanajitokeza wachache waliosaliti mapambano, wanahama chama hiki wachache hao, lakini wengi mnaunga mkono. Hao wachache wanasema tunahama kwa sababu aliyekuwa katibu mkuu wa chama amepoteza ndoto zetu kwa kutosaini maadili ya uchaguzi. Wangapi mnaunga mkono kwamba ilikuwa sawa sawa kutokwenda Dodoma kwenda kusaini maadili? Ilikuwa sawa sawa, si ndio?